Mambo FKF kwa Mkangai. FKF Kinjo, mambo ni mazito na mambo ni magumu. Kwa sababu wajua juzi jarida la Standard The Bold newspaper lilichapisha wakasema Chan scandal. Wakameka pale picha ya Papa Hussein Mohamed. Wanasema kwamba alifanya transaction kwenye account isiyofaa. Yani kulikuwa na ile insurance company ambayo haikuwa imeidhinishwa, haikuwa inajulikana. Sasa wao wakaweka pale pesa na ilikuwa imejisajili kama siku 3-4 kisha wakaweka pale pesa sasa amekuwa leo na press kuzungumza katika press yake, na pia rais acting rais mshikilizi Mariga pia amekuwa na press yake pia akazungumza. Hebu kwanza nieleze Mariga amesemaje? Mariga amesema wajua Hussein amesema kwamba mwanzo yeye ndio anafaa aitishe any meeting ambayo inafaa ya kumtimua ama kutoa kiongozi yote, lakini hakuhusika. Then Mariga anasema kwamba walifuata the process ambayo inafaa ifanyike kabla ya kurini, walifuata ile process ya kumtoa. So Mariga anasema yeye yuko sawa, kazi iendelee. Alizungumza akiwa na kina Bob Mashari yule wa Muranga Silse. So community Kinjo, you are very busy kadi namna hii. Wajua nilikuwa na wazia tu. Unajua nimesikiza kwa sababu niliona ni urefu dakika 13 hivi. So nataka kusikia asemaje president. Amesema kwanza ameanza ile muda mfupi mkuu kwa ofisini what they have done. Lakini akasema rais alituzwa kwa sababu ya hili na hili na hili. Lakini rais kutuzwa, unajua alituzwaje? Kwa sababu ya rais alituzwa kwa sababu yake mambo ilikuwa mambo matatu ya rais. Kwanza stadium, viwanja vilitengenezwa. Pili, environment alifanya ikawa conducive kwa serikali pia ikatoa support. Alafu ile kutupatia wachezaji incentive kuwasaidia na nini. Alafu hatukushuhudia Kinjo mahali ambapo kumekuwa na stampede uwanjani, watu wameumizana na nini. Walifuata, alafu tumemmoja sheria za CAF ama FIFA. So ndio maana rais akatuzwa, na kutuzwa kwake pia ile pamoja bid. So sidhani kama ni utendakazi wamefanyika, lakini tuone uchunguzi unaendelea pale katika FKF. Sasa tuone. Unajua niona hiyo jana ile barua amesaini Mariga, ameka pale saini yake, nikajua imeenda. Ni kubaya Mkangai. Nani? Pia unajua kitu nilikuja nikagundua ni nilivyokueleza. Aliyekuwa anaitwa nani yule? Alikuwa CEO pale. Shida moja ni kwamba nani ndege? Yani shida moja tu kwamba nao viongozi ni kwamba mkiwa pamoja mnazungumza, akitoka hivi hata ukimpigia simu apokee. Sasa wacho chokorani tu. Wacho chokorani. Mtu akingioka wacho chokorani kabisa. Lakini wacha tuone. Wacha tuone ndio kutaenda, kwa sababu Mariga ametoa pesa yake pia, ameandika hapo chini acting president FKF. Ameka pale acting president FKF. So tutaka tuone kutakavyokwenda. Tutafuatilia Kinjo. Tutafuatilia kwa karibu sana. Yani nimeona. Lakini sasa unajua kitu ambacho kinanipa wasiwasi tena Mkangae ni kwamba tunaelekea AFCON. Tunaelekea AFCON, so itabidi nasikia CAF pia anafanya uchunguzi wao. CAF kawe. Si serikali haijahusika Kinjo. Sasa hakuna vile CAF serikali haijahusika. Ni ndege. Remember, so Kenya we are okay. Serikali haijahusika popote Kinjo kwamba atolewe uongozi, na hata hajatolewa. Ni uchunguzi tu, kishaisha atarudi uongozini. Lakini angetulia tu uchunguzi ukamilike, alafu lakini swali mimi nilikuuliza lakini ukunijibu Mkangae. So wakati pesa zinaingia katika ile kampuni ya insurance ile, naibu rais alikuwa wapi na viongozi wengi? Je, mara ya kwanza walikuwa wamekataa wakasema kwamba hapana msifanye hivi, ama ilikuwaje, ama walikubali tu alafu mambo yakakwenda hivyo? Naibu rais alikuwa wapi Mariga? Kinjo, ni kama tukapa studio mimi nimekaa hapa kwa desk.
nifanya hapa mention moja kuhusiana na utalii, touring. Haiyuka hapa. Do you know by the heshima uko nayo kwangu ama uko hapa sisi kuuliza imelipiwa? Wewe unajua kwa tunafanya kiko. So tukitoka hapa Kinjo 2 days tuitwe kwa ofisi kwamba mention mlifanya. By the way unajua naweza kuambia wewe uko innocent. Penye umekaa uone what's happening kwa system hapo. Sasa ni mimi nafani. So unaweza kukuta tumeenda wote tunaumia lakini mwengi ndio kwa. Haya. So, mmesikia amejitetea huyo, ndio hivyo.